niliamua kumwachia Mungu, ogopa sana. Akanyamaza kimya. Akasema siwezi kupigana na wewe. Bwana mimi siliwezi, na muache nani? Mungu. Haikufuata wewe. Mbele ya safari ni mbaya sana. Mbaya sana. Haleluya. Kwa hiyo jifunze kunyamaza kimya. Unaponyamaza kimya ni sehemu ya unyenyekevu wa kuachia nguvu za Mungu zende kazi kwenye maisha yako. Haleluya. Hivyo kama upendi kushindwa, basi jipenda kumwachia Mungu akushindanie. Haleluya. Akupiganie. Haleluya. Ila kama unapenda kushindwa, uambulie aibu, jipambanie, waibike mbele ya safari. Haleluya. Haleluya. Ila kama unataka nguvu za Mungu uone adui akianguka katika aibu, basi jifunze kunyamaza. Haleluya. Mwache Mungu aifanye operation. Na mtu afanywe vipi? Hapana, sio jukumu lako. Wewe umeshasamehe, umemwachia Mungu. Wacha Mungu aingie kazini kama aonavyo yeye mwenyewe. Haleluya. Mwache Mungu atende kama anavyoona yeye ni vyema. Tazama kwamba ni watu wangapi wanashuhudia kinyume chako. How many people testify against you? Ni watu wangapi wanakuwa kinyume chako, wanaoshuhudia ubaya dhidi yako. Wewe usijibu, mwachie Mungu ajibu. Haleluya. Kuna wengine wanasema Mungu wake yuko wapi? Mbona hatumuoni? Wana maswali kutafuta kujua Mungu wako. Mbona haoni yani umeokoka, mbona hamuoni? Lakini upo wakati Mungu atawajibu. Ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu anafanya kazi na watu ambao ndani yao wana total surrender. Wananyenyekea, wanasalea, sema basi nyenyekeni na mkono wao leo ni hodari apate kuwakweza kwa wakati wake. Upo wakati wa Mungu ambapo anakifanya kitu kinyonge kwa taifa ni hodari wake. Upo wakati wa Mungu ambapo anakifanya kitu kinyonge kwa taifa ni hodari kwa wakati wake. Haleluya. Anasema amekifanya kila kitu kizuri kwa wakati wake. Haleluya. Yeye ni kweli. Haleluya. Hajawahi kudanganya. Haleluya. Alichokisema na kitenda. Haleluya. Tena kwa wakati wake. Wewe upaswi kujuta. Mungu aliyekuumba duniani ana mpango na wewe. Na kama na mpango na wewe, bado ana safari na wewe, ana jambo kubwa na wewe. Haleluya. Haleluya kanisa. Mungu ni mwaminifu kwa watu wake sana. Mungu ni mwaminifu mno. Mungu ni mwaminifu mno. Ile ambayo unapozidi kuona neema ya Mungu aliyokutoa, ndivyo unakuwa ujasiri wa kuzidi kudumu katika neno kwa Bwana. Haleluya. Sasa kubaki ndani ya wokovu ni vile ambayo unapozidi kuona neema ya Mungu aliyokutoa, ndivyo unakuwa ujasiri wa kuzidi kudumu katika neno kwa Bwana. Haleluya. Lisha yale mema ya Mungu katika maisha yetu. Ukishaanza kusahau umepotea. Haleluya. Usiangalie hasara ya muda huu, angalia yale mema ambayo Mungu amekutendea zamani. Haleluya. Maana hayo ndio silaha yako pekee itakayokuvusha ng'ambo tena. Hata Daudi alimshinda Goliathi kwa sababu jumla ya mambo ambayo Mungu alitenda kupitia mkono wako, kuwa simba na dubu. Na ndipo akasemaje? Kwa kuwa Bwana alinipa nguvu ya kuwa simba na dubu, pia naweza kupigana na Goliathi. Haleluya. Unaponyamaza ni ishara ya kwamba una 100% ya kwamba anatosha kukupigania. Lakini pale ambapo unaenda kujipigania, maana ni kwamba una imani na Mungu, na ndio maana unaenda kujipigania. Haleluya. Haleluya. Una mashaka na Mungu, na ndio unatoka wewe kama wewe kuzipiga. Haleluya. Unakujibu. Haleluya. Kufanya na kuweza kufanya kwa sababu una imani na Mungu. Kwa mtu anayekula kisasi ni mtu ambaye hana imani na nguvu za Mungu. Haleluya. Lakini mtu ambaye ana imani na nguvu za Mungu hawezi kwenda kujipigania. Atamwacha Bwana aingie kazini, atanyenyekea katika mkono wa Bwana apate kumpiga nani? Adui. Mkumbuke Yehoshafat alipoona maadui wamemsingira, anapewa taarifa mbalimbali kama maadui wamejipanga kuja kumangamisha. Yehoshafat alinyenyekea akasema, Bwana uko wapi, Mungu wa baba zetu? Uko wapi katika hili? Bwana tunaangalia. Akasalenda, akawa na total surrender kwamba siwezi vitaifa sipo wewe. Ndipo akaona mkono wa Bwana. Aliponyenyekea akashuka chini, ndio Mungu akaingia kazini kuipiga ile vita. Haleluya. Lakini kama angejua loya, ndio jipange. Yehoshafat alimwangalia Bwana, ndio ile vita kaishinda. Haleluya. Hata wewe vita yako unayo, muangalie Bwana aweza kupigania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi natamani kia ndio uko. Haleluya. Mwanadamu nakwambia hutaweza kutetewa kwa maneno yako. Maneno yako hata ilikuwa ushauri
namna gani, au ungetumia kutisha watu kwa maneno ya namna gani, hauwezi kuokolewa. Lakini utaokolewa kwa mkono wa Bwana, mkono wa Mungu pekee waweza kuokoa dhidi ya hila na chuki za adui shetani. Bwana Yesu asifiwe. Mwamini Mungu wako aliye hai, amini nguvu zake, amini uweza wake, amini msaada wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii vita si ya kwenu, haleluya, bali ni ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20:15 anasema kwamba vita hii si ya kwenu bali ni ya Bwana. Kwa maana kwamba nawaambia kwamba vita hii hamtaiweza pekee, ni ya Bwana. Haleluya. Kwamba kwa hii lugha inaonyesha ni hali ya kunyenyekea, ni hali ya salenda. Inasema kwamba mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Nyenyekea kwake. Ukishakuwa unasalenda kwanza kwake, ndipo unaenda kumpiga shetani. Na sio we chini ya mamlaka yake. Ukishakuwa ndani ya mamlaka yake ukamwamini huyo, ndipo unapata nguvu ya kwenda kumpiga shetani. Ukienda kumpiga shetani wakati huko chini ya mamlaka yake, unyenyekea mbele zake, hujamruhusu yeye, utapigwa, utaaibika, utapata aibu. Haleluya. Haleluya. Unapomwacha Mungu katika vita yako ni ishara ya kuaibishwa. Haleluya. Ni aibu mbele yako. Na wakati tumeokoka tunaishi kwa mazoea, tukiamini tuko na Mungu, kumbe tunaishi kwa mazoea. Haleluya. Kumbe unaishi Mungu uko naye, unaamini Mungu uko naye, kwa nguvu za Mungu zitoka, unaishi kwa mazoea yale. Haleluya. Na Mungu atusaidie. Tusikuwa tumeokoka kumbe tunatembea kwenye kivuli cha mazoea, tukiamini tunatembea na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atusaidie sana ile eneo. Maana hata Samson alizoea kwamba wakija Wafilisti na kwenye amesahau nywele zimeshanyolewa, hamna kumshika tu kitu. Kwa sababu gani? Amesahau, aendelea kuishi kwa mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusije kumwamini Mungu na nguvu zake. Na pointi ya pili, unazuia dhambi ya ulimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka dhambi ya ulimi inatokana na pale ambapo uwezi kukilinda kinywa chako. Haleluya. Unajua ulimi wako sio kucontrol, mpendwa, utatenda dhambi. Palipo na maneno mengi hapakosi kuwa na uovu. Anaongea Methali kwamba palipo na maneno mengi hapakosi kweli na uovu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno mengi yakishaanza pita unajikoa katika ulimi wako. Bwana Yesu asifiwe.